Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga imefanikiwa kurejesha zaidi ya shilingi milioni 12 za fedha za umma zilizokuwa zikifanyiwa ubadhilifu katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba mwaka 2023. Akizungumza na vyombo vya habari, naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tanga Mariam Mayaya amesema mafanikio hayo yanatokana na juhudi za ufuatiliaji wa matumizi sahihi ya fedha za miradi ya maendeleo ili kuhakikisha thamani halisi ya fedha hizo inaonekana. Mayasa amesema TAKUKURU imebaini dosari katika matumizi ya fedha kwenye ujenzi wa shule ya msingi Kwedi Wawala iliyopo kata ya Mgambo wilayani Handeni. TAKUKURU imesaidia kiasi cha shilingi milioni 12,500,000 zisifanyiwe ubadhirifu kama ifuatavyo: ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kama mnavyofahamu, TAKUKURU inalo jukumu la ufuatiliaji wa matumizi sahihi ya fedha ili ziendane na thamani halisi ya mradi uliokusudiwa na kuleta tija kwa wananchi. Katika kutekeleza jukumu hili, yafuatayo yalibainika. Katika ujenzi wa madarasa matatu shule ya msingi Kwedi Wawala katika kata ya Mgambo wilaya ya Handeni mnamo tarehe 4 mwezi wa 10 2025, halmashauri ya wilaya ya Handeni ilituma fedha kiasi cha shilingi milioni 12,500,000 shuleni hapo kwa ajili ya umaliziaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule hiyo. Fedha hizo zilitokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Katika ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa mradi huu, TAKUKURU ilibaini kwamba katika hatua ya umaliziaji ya jengo hilo, sehemu za ukuta, upigaji wa rangi na uwekaji wa gypsum board, kazi hiyo ilitekelezwa chini ya kiwango. Kuna hadi maeneo ya gypsum yalifungwa kwa vizibo vya visoda. TAKUKURU iliwasiliana na mamlaka husika ambayo ni mkurugenzi wa halmashauri ya Handeni juu ya mapungufu hayo, ambapo kazi hiyo ilirudiwa. Kwa sasa kazi za ukarabati huo imefanyika kwa kiwango kinachotakiwa na kuleta thamani ya fedha iliyokusudiwa. Maboresho hayo yamesaidia kiasi cha shilingi milioni 12,500,000 zifanye kazi kwa kiwango kilichoelekezwa. Aidha, ofisi imepokea mrejesho kutoka kwa kamati ya shule na wananchi walioshiriki katika vikao vya kamati ya maendeleo ya shule kuridhiwa na kazi iliyofanyika kwa kulinganisha na thamani ya fedha kiasi cha shilingi milioni 12,500,000 kilichotumika. TAKUKURU inalo jukumu la kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za serikali ili kuhakikisha kwamba mradi unaotekelezwa kwa kiwango kilichokusudiwa na kuleta tija kwa watumiaji na taifa. Katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU ilifuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi wa maendeleo 55 yenye thamani ya shilingi bilioni 9,336,492 na senti 23. Katika sekta za afya, elimu, maji na miundombinu na usafirishaji, utawala na biashara, uchunguzi na mashtaka. Wakati huo huo, serikali imefanikiwa kurejeshewa kiasi cha shilingi milioni 5 kupitia utaratibu wa makubaliano ya kukiri kosa kwa hiari, plea bargaining. Hii ni baada ya kufunguliwa kwa kesi za jinai dhidi ya watumishi wawili wa umma katika wilaya za Korogwe na Muheza waliobainika kutumia vibaya madaraka yao na kufanya ubadhirifu wa mapato ya serikali na kusababishia serikali hasara. Uchunguzi ulibaini ubadhirifu wa fedha za serikali kiasi cha shilingi milioni 9,568,881 zilikusanywa katika vyanzo mbalimbali kwa kutumia mashine za posi. Baada ya kesi kufunguliwa mahakamani, washtakiwa waliomba kufanya makubaliano ya kukiri makosa yao kwa hiari, plea bargaining, kwa mujibu wa kifungu cha 201 hadi 208 vya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 marejeo ya mwaka 2023. Katika utekelezaji wa utaratibu huo, baada ya majadiliano ya kisheria na ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali DPP, washtakiwa walikubali kurejesha fedha za serikali na tayari kila mshtakiwa amerejesha kiasi cha shilingi milioni 2,500,000, hivyo kufanya jumla ya fedha zilizorejeshwa kufikia milioni 5. Hatua hii inaonyesha dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, kuhimiza uwajibikaji na kutumia mifumo ya sheria kwa ufanisi ili kurejesha fedha za serikali na kuhakikisha haki inatendeka. Vile vile, katika kipindi husika,
malalamiko 64 yalipokelewa. Kati ya malalamiko hayo, malalamiko 42 ambayo ni sawasawa na 65.6 yalihusu vitendo vya rushwa na malalamiko 22 ambayo ni sawasawa na 34.4 haya kuhusisha vitendo vya rushwa. Kwa yale malalamiko yanayohusu rushwa, majalada ya uchunguzi yamefunguliwa na yapo katika hatua mbalimbali. Kwa malalamiko yasiyohusu rushwa, wahusika wameshauriwa na malalamiko mengine yamehamishwa katika idara husika. Kwa upande wa mashtaka, Jamhuri imepata ushindi wa kesi 2 na jumla ya kesi zinazoendelea mahakamani mpaka sasa ni 5. Uelimishaji umma. Ili kuongeza ushiriki wa wananchi katika mapambano dhidi ya rushwa, TAKUKURU imewafikia wananchi 155,729 katika kipindi hiki. Njia zilizotumika kuwafikia ni pamoja na semina 78, mikutano ya hadhara 40, uimarishaji wa klabu 104, klabu za wapinga rushwa, maonyesho 5 na vipindi vya redio 21. Aidha, kupitia kazi zote hizo tumefanikiwa kuongeza uelewa na kukuza ushirikiano wa wadau katika uzuiaji na kupiga vitendo vya rushwa, hasa katika huduma za jamii na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Naendelea kuhimiza na kutoa wito kwa wananchi wote waishio mkoa wa Tanga kuhakikisha kuwa wanashiriki kikamilifu katika uzuiaji wa vitendo vya rushwa katika maeneo yao na wasikubali kujihusisha na vitendo vya rushwa.